Tunashukuru Mwenyezi Mungu, mechi zetu za ligi nadhani tumefanya vizuri, kasoro kwenye mechi zilizotoka nje. Katika mzunguko huu wa kama mechi 4 nje tumetoka sare moja dhidi ya TRA, lakini zingine zote tumepata matokeo, na juzi tumetoka Luangwa tumeshinda dhidi ya Namungo. Timu inaondoka inaenda Zanzibar kwenye mashindano ya Muungano. Nadhani ni mazoezi ambayo ya kujiandaa kuelekea mechi zinazofuata, hasa mechi yetu ya dabi ya tarehe 3 dhidi ya Nyamamwiko, ambao ndio mechi ambayo target yetu kubwa ndio hiyo. Nadhani kule timu imeenda, lakini akili ya kila mwana Simba tuko kwenye mechi yetu ya tarehe 3 dhidi ya Nyamamwiko. Hapo haijulikani uwanja upi hasa utatumika. Uwanja wa Simba. Uwanja wa Simba, ikifika wakati utajua uwanja wa Simba. Uwanja wa Simba wewe hujui? Uwanja wetu Simba huo hata hatubadilishi. Jana mtani ameshinda ushindi mnono kabisa wa bao 4, anakwenda kwa inayofuata. Je, kwa hali unapoiona wewe unapoishuhudia dabi hivi kwa Zanzibar? Sisi tunaenda kucheza kama Simba, tucheze kwa sababu mtu fulani kacheza. Lakini sisi tuambie, sisi mashindano yale lazima tutaenda finali. Mwaka jana hatujashiriki kwa sababu tulikuwa na mashindano ya kimataifa na wao walienda, nadhani walibeba na kama mabingwa watetezi. Kwa hiyo kwa upande fulani tuseme kombe sisi tunapambana tufike finali. Atakayekuja finali yote tutacheza naye, na baada ya hapo tutakuja kucheza mechi yetu ya tarehe 3 ya dabi. Kuna stories za chini bwana, wanasema kwamba mnyama Simba macho yake yote hapo kwenye tarehe 3. Hivyo anaweza kufanya namna yoyote akatoka mapema kuingia mtani. Hizi ni kupokea mitazamo ya watu, maneno ya watu, lakini Simba ni klabu ya mpira. Na nadhani mmeona wameenda mpaka wachezaji ambao hawako kwenye system ya usajili. Nimemwona Mohamed Bajabe naye kaenda, wachezaji wetu wote wameenda. Sasa kama kuna mtu anakaa pembeni kutengeneza maneno, sisi ile walituhusu. Simba ni timu ya football na starehe ya Simba timu yake kuonyesha watu football inavyochezwa. Kwa hiyo tusubiri timu itacheza Zanzibar, kila mtu ataona nani hajaenda, si nani ataachezi, mtu anataka kujitoa, hayo maneno ya watu wa pembeni. Lakini sisi hatupokea hayo maneno, ndio maana timu yote nadhani kama umeona kikosi kilichoondoka, sio kama kuna mchezaji kabaki. Wote wameenda wote. Kwa hiyo tusubiri dakika 90 maamuzi sasa ya mwalimu, mchezaji gani aanze, mchezaji gani asianze. Soa bado ana adhabu, yuko na timu ya vijana. Kwa hiyo adhabu yake itakapomalizika, nadhani kama mwalimu akimhitaji atapanda juu. Michuano hii inayoingia katikati inajulikana sasa kwa kuonyesha wachezaji wengi ambao hawapati nafasi mara kwa mara kwenye michezo ya ligi kuu. Ni mchezaji yupi labda una matamanio sana ya kuona uwanjani? Wachezaji wote. Mwalimu yeye ndo anahitaji, anajua mchezaji gani nitamtumia kipindi gani. Na hamna timu ambayo haina kikosi cha kwanza ambacho kinaanza. Nadhani tuna kikosi chetu, lakini kuna wale wachezaji ambao walopandishwa kutoka under 20, kuna wachezaji wengine ambao walisajiliwa lakini kutokana na chaguo lake labda la 3, sababu kuna kikosi chetu kuna chaguo la kwanza, la pili na la 3. Sasa wale chaguo la 3 labda anaweza kaenda kucheza. Kwa hiyo hayo yote ni mapendekezo ya mwalimu, au mwalimu anaweza kaamua akatirisha wachezaji wake wa chaguo la kwanza, au ni mapendekezo yake ili aweze kuona timu yake. Sisi na ndio maana unakuta tuna majeruhi wengi, lakini hatuna kelele. Kama upande wa pili tuna majeruhi bora kabisa, tena sio majeruhi mchezaji aeleweki, wachezaji majeruhi bora. Unapozungumzia Pin na maana majeruhi tafu, unapozungumzia Wilson Nangu majeruhi tafu, unazungumzia majeruhi tafu kabisa Simba, lakini watu wanapige kelele kwa sababu kikosi chetu ni kipana. Na matokeo yanakuja mazuri. Tunapata matokeo ya kihalali na kila Mtanzania anaridhika kwa mpira unaochezwa na Simba. Nadhani hamna mtu ambaye hahitaji kuona mechi ya Simba. Hakuna, kwa sababu ni timu ambayo inacheza mpira wa uhalisia, na hata mpinzani tunaokwenda kucheza naye na yeye anacheza kwa sababu anaonyesha ushindani, na sisi ndio tunapenda. Kwa hiyo kwa upande fulani mashindano yale nadhani kuna kitu kitaenda kutujenga, lakini ni mashindano ambayo yanakuja wakati mbaya, mimi nasema, kwa sababu sasa hivi tuko kwenye ligi na ligi tayari ishachanganya. Watu wanacheza ligi, mwisho wa siku ligi inasimama, inaenda kurudi tena, inasimama, inarudi tena. Sasa kuna baadhi ya vitu mimi nasema vinakuwa kama vile haviko sawa. Lakini kwa sababu ndio mashindano ya muungano baina ya Tanzania bara na Zanzibar, acha twende tukacheze. Unaposema kwamba matokeo halali kabisa, ina maana gani? Kuna mtu anapata matokeo sio halali? Kuna vuguvugu hapa katikati mpaka watu wanataka kupelekana mahakamani.
katika mpira. Sasa vuguvugu hili linafanyika kwa sababu kuna watu wanataka kujitia ukubwa wakati hawana ukubwa. Leo kuna mwana habari mwenzenu Wilson Oruma, inaonekana kuna maneno mengi yanasemwa na jamaa wanasema kwamba hao kawakosea, wanaenda kumpeleka mahakamani na wanaenda kumshtaki. Lakini mi labda ni wakumbushe, wao ndo watu ambao wanaleta hizi changamoto mpaka hao waandishi wanaonekana wako hivyo. Wilson Oruma, Jemedari Saidi ni wachambuzi ambao wanazungumzia mpira na wanaokoa mpira wa Tanzania. Wana wachambuzi machawa wengi sana, wanaenda kuwapandikiza ili mradi wawazungumzie mambo yao, lakini sisi hatusemi. Wanao wengi sana, lakini ukiachia machambuzi machawa wamediriki mpaka kununua baadhi ya mashabiki wetu ili mradi waende kuongelea klabu yao. Wengi wamenunuliwa, wengi. Mimi sina haja kusema, kama nakili timamu unawaona. Lakini ushawahi kusikia mshabiki wote wa Simba ameenda kununuliwa upande wao ili aende kuwaponde? Yaani si tumemnunua mshabiki wao aje kwetu ili tuende kuwapondea wao. Si kwetu wengi na wanazidi kuzaliwa wakina Michomeko, si Michomenko, si Michome, si wanazaliwa wengi tu. Wanaenda kuzungumzia klabu. Wanazungumzia klabu yetu na wanavaa jezi yetu. Lakini sisi tunazungumzia football. Ndio maana unakuta hata wachambuzi. Leo Wilson Oruma alizungumza kitu sahihi. Kupanga matokeo, huwezi kumuona mtu anapotoa hela ni uongo. Hata ushahidi unapokamatwa na tukio la mauaji, labda ile maiti haipo pale, umekutwa na damu mkononi, ukamatwi, unakamatwa, unafanyika uchunguzi. Ndio hivyo. Wao kuna mechi tunaziona kabisa, ndio maana watu wanasema wanapanga. Kwenye hili kwa upande upi, labda uko upande wa Young Africans au uko upande wa Wilson Oruma? Niko kwenye upande wa mpira wa Tanzania, ambao mtu anayezungumzia, mimi nazungumzia uhalisia wa mpira wa Tanzania kwa sababu sehemu ya maisha yangu kuna kipande kimemilikiwa na mpira. Moyo wangu ulivyo, kuna kipande kimemilikiwa na mpira. Ndio maana nikikuta mtu anafanya vitu vya ovyo katika mpira nachukia. Mimi nikwambia ukweli, leo katika klabu ambayo inaharibu mpira wa Tanzania ni Yanga. Huo ni ukweli, hamna siri. Na ni wenyewe mashahidi. Wao ndio klabu ambayo Chamanzi kwenye chumba chao kilikutwa mabomba ya sindano. Na uongo. Wao ndio watu ambao walizuia timu yetu isiingie kufanya mazoezi, wakasema simu imetoka juu. Uongo. Wao ndio klabu ambayo inanunua mashabiki wa timu yetu ya Simba, waende upande wao, waende kuikandia Simba. Uongo. Hata wewe hapo wakija na kibunda kwamba unashindwa kunatuka. Mimi sio shabiki lofa mjomba. Hao wote walonunuliwa marofa, mimi sio lofa. Mimi sikiliza nikwambie kitu. Thamani yangu kwenye maisha yangu, kwenye kipande cha maisha yangu kuna sehemu ya mpira. Kwa hiyo hata ukinipa hiyo pesa yako haiwezi kuwa thamani zaidi ya moyo wangu nilokuwa nayo. Pesa nitakula itaisha. Ndio maana unaambiwa ukiwa na tamaa ya pesa sana unaweza kuolewa. Kwani watoto wa sasa hivi wengi wanaenda kuolewa sababu gani? Sio kwa sababu ya tamaa, magari mazuri, wapate hela. Tajiri anapokutumia uende ukamwongelee, kesho anaenda kukwambia yeye anataka kuoe. Lakini ukithamini kile ulichokuwa nacho, hata kama kidogo. Mimi maisha yangu ya kawaida sana. Mimi nakwambia kweli. Mimi naishi maisha ya kawaida sana. Sawa, Maisha yangu mimi ni ya kawaida mno. Lakini ninajithamini na nathamini maisha yangu. Haununuliki kwa lolote. Mimi hata unipe milioni 100 wallahi wa billahi masafu nipe. Kuhusu mpira yetu nirubuni nipondee timu yangu, sitokuwa upande wako. Mimi nikwambia ukweli. Na wale nunuliwa wapewe hata hiyo 500,000. Marofa. Wote wanaonunuliwa wale marofa wanapewa hela tu kununuliwa nguo, na nunuliwa nguo basi mwisho wa siku wengi wanatumiwa. Sasa mimi kutumiwa sitaki. Na hata wachambuzi ambao hawatumiwi kwenye nchi hii ndio hao wakina Wilson leo wanapelekwa mahakamani. Wilson alichozungumza kiko kiuhalisia, kiko wazi. Juve walishushwa daraja, sio kama walionekana na sanduku la hela wanaenda kuonga ili timu wanacheza nao waende kuifunga. Hakushushwa daraja Italy. Kuna viashiria vya ushahidi vya kufanya kwamba huyu anapanga matokeo. Kwamba Wilson Oruma akipeleka ushahidi kabisa ikaonekana kwamba jambo la kweli. Unafurahia kuona mnyama akishuka? Watanzania mashahidi wote wanaopenda mpira wa kweli, acha wanafiki na hao machawa makunguni wanaonunuliwa, wanajua kabisa kuna timu zinapanga matokeo katika mpira huu, na ndio maana waamuzi wengi wanafanya utumbo kwa sababu timu fulani ipoteze ili mwingine aende kufanikiwa, au sio? Upande matokeo nani? Kwa nini nani? Mpira sio wa Simba, mpira sio wa Yanga, mpira sio wa Azam wala mpira wa Singida. Mpira ni mpira, football ya watu wote.
Kuna wachezaji wametoka wanacheza Ulaya hawajacheza Simba hata Yanga. Novatus Dismas kacheza timu gani? Timu ndogo kabisa. Biashara. Achezi Ulaya? Ulaya. Why Yanga akishuka?